Ligi kuu ya NBC imeendelea jana kwa michezo miwili kupigwa, ambapo wananchi Yanga walikuwa ugenini mbele ya Singida Black Stars walima alizete hawa mkoani Singida. Young Africans ikiibuka na ushindi wa mabao 3-0. Matokeo hayo yanaendelea kuifanya Yanga kusalia kileleni mwa msimamo mwa ligi kuu ikikusanya alama 32. Kwa upande wa Singida Black Stars inaendelea kusalia nafasi ya 9 kwenye msimamo, ambapo imecheza mechi 12. Ubao ukasoma 3-0 dakika 90 kukamilika katika mchezo huu ambao ulifanya Young Africans kuongeza alama 3 muhimu, ikiwa imetokea katika mchezo wa dakika 90 za dabi ya Kariakoo ambako iliondoka na alama 1 ikiwa nyumbani Amani Stadium pale Zanzibar. Kinga Mkono na bao la kwanza lilianzia hapo, lakini kabla hatujaenda kuyatazama mabao na tamani kufahamu intensity ile ambayo tuliona ya Singida Black Stars katika michuano ya kombe la shirikisho, licha ya kuwa haikuwa na matokeo mazuri. Tulitarajia ingeonyesha upinzani mkubwa sana mbele ya Young Africans, na matokeo pengine hata kama ingepoteza labda yasingefika mabao 3. Lilikuwa wapi tatizo katika eneo la uwanja kwa upande wa Singida Black Stars? Kwa Singida Black Stars mechi ya jana walikuja wameingia wamepoa sana, kiasi ambacho ile ambayo tunayosema kwamba ule ushindani wa kuonyesha moja kwa moja walikuwa wamekuja wamepoa na wakawa wanacheza taratibu. Nadhani waliamua kuwa timu ya pili uwanjani, kwa hiyo ikawapa nafasi Yanga kucheza vile wanavyotaka na wakaenda kwenye ile rhythm ya Yanga wanavyocheza. Kwa hiyo uliona kipindi cha kwanza mpaka dakika 39 ndo kidogo uliona kipindi mpira umechangamka baada ya ile goli la Dube, lakini mwanzoni ilikuwa timu zote azishambuliani kwa nguvu, hawasukumani sana, ndio maana tofauti hazikuwa nyingi. Umeona, yani Singida walikuwa wamepoa sana katika mchezo, kiasi ambacho unaona mbona sio ile ambayo tulitegemea kuiona kama itaonyesha ushindani na uwezo wao unavyoonekana, lakini wakafanya makosa ya kiuchezaji. Moja, kwa sababu walikuwa wameingia kwenye mchezo huko, kocha wao alishasema kwamba wanajua kwamba Yanga wanapenda kushambulia kwa kushtukiza, lakini ndicho walichokuja kuruhusu goli dakika ya 39, kwamba walikwenda kwa Yanga wakasahau. Yanga ikapigwa pasi moja ikaingia pembeni, Max akachukua mpira akapiga cross ndogo ya chini, Dube kaigusa ikawa goli. Wakati wanajitafakari nini kimewakuta, ikapigwa tena nyingine katikati, yani Prince akaingia mbele, Chuku akaja akamsukuma kwenye boksi, ikawa penalty, wakampa Okelo akafunga goli lake la kwanza la penalty katika ligi kuu na akiwa na Yanga. Kwa hiyo unaona kabisa kwamba Singida katika mchezo huu kwa sehemu kubwa walikuwa wamepoa, yani sio timu ambayo tulitegemea, sio mchezo ambao Yanga na Singida wote walikuwa wamepoa. Hawakutupa ule mchezo ambao tulikuwa tunautarajia kwamba tuone ushindani, wasukumane sana, lakini labda ilikuwa ni mpango wa kocha wa Yanga kuja kupoza mechi na kuamua kutumia nafasi vizuri. Ukiangalia hata kwenye mechi dhidi ya Simba, Yanga walikuwa na vivyo, walikuwa wamepoa, hawakuwa na makali sana kwenye kushambulia. Naona na mechi hii aliamua labda kukaa nyuma, akawa anashambulia kwa nafasi chache anazozipata, na kweli kwenye nafasi chache walizotengeneza Yanga wakafunga goli. Kwa hiyo Yanga wameendeza rekodi yao dhidi ya Singida, ambacho tulikuwa tunakizungumza kabla ya mechi kwamba Yanga atakwenda kwenye mechi hii atapata matokeo. Kwa maana watu wengi walikuwa wanaamini kwamba Yanga anakwenda kwenye mechi hii kupata matokeo, japokuwa hatukutegemea magoli 3, lakini tuliamini Yanga anaweza kushinda. Kwa hiyo imekuja Yanga ameshinda. Tunawapongeza kwa sababu mpango wao umefanikiwa na kocha mbinu zake zimefanikiwa, amepata matokeo dhidi ya Singida ambayo haikuwa katika mchezo, haikuwa katika kiwango. Sasa sijajua labda hizi kufungia baadhi ya wachezaji inawezekana ni changamoto ilikuwa kwenye timu, labda maelewano kwenye benchi hayakuwa mazuri. Kwa hiyo kuna vitu vingi ambavyo wenye Singida wanavijua zaidi, kwa sababu kwenye kambi kuna mambo mengi mnakaa mnajadiliana kabla ya mechi na baada ya mechi. Nadhani wao Singida wana jambo kubwa zaidi wanalijua kuhusiana na mwenendo wao. Hata kwenye mechi ya Coast walishinda, lakini walipata wakati mgumu sana, ndio maana kipa Michata Mlata alikuwa mchezaji bora wa mechi. Umeona kwamba walishinda mechi, lakini Coast waliwashambulia vya kutosha na kipa ndo akawa mchezaji bora wa mechi. Kwa hiyo unaona kabisa kwamba ni timu ambayo bado haijaja na kile kiwango ambacho walikuwa wanajaribu kuonyesha kwenye kombe la shirikisho la Afrika. Umeona? Okay, Lilian Mkulu, tunashuhudia mabao 3 katika mchezo ambao tulitarajia ungekuwa na ushindani mkubwa sana, lakini haikuwa hivyo kama ambavyo ameeleza Kinga Mkono. Na shauku ya kutaka kufahamu walikwama wapi Singida Black Stars walau kupata hata bao moja? Cha kwanza, Singida msimu hawajawa katika kiwango cha ubora. Ukifanya comparison ya Singida Black Stars ya msimu uliopita na msimu huu, kuna vitu vingi sana unaona kabisa vimepungua. Jana tulikuwa hapa na Leonard Mskula, tulikuwa tukaangalia takwimu
za mechi za Singida, mechi zao za 11 za round 11 ya mwanzo na msimu, unatazama katika mechi 11 msimu uliopita alikuwa ameshinda mechi 7, ana sare mechi 2, amepoteza mechi 2. Angalia msimu katika hizo raundi 11 ameshinda mechi 4. Maana yake katika ule ushindi wa mechi 7 zimeshapungua mechi 3. Ametoka sare mechi amepoteza mechi 2 zilizobaki zikawa ni sare. Kwa hiyo unaona kabisa kwamba kuna kitu ambacho kama vile kwenye ule ubora wao ambao hupo msimuni, kuna kitu ambacho kama vile kimepungua kwa kiasi chake. Unazana na Young Africans ambaye ukitazama kwa msimu uliopita na msimu huu inawezekana tukasema timu haiko sawa, ila kwenye round 11 Young Africans ya msimu uliopita na msimu huu imepanda viwango vikubwa sana. Katika mechi 11 msimu uliopita Young Africans alikuwa amefunga magoli 17. Katika mechi 11 kabla ya jana alikuwa amefunga magoli 27. Unaona namna ambavyo ilivyo. Katika mechi hizo 11 round iliyopita alikuwa ameshinda michezo 9, ana sare 1, amepoteza 1. Msimu huu katika hizo mechi 11 kashinda michezo 9 ile akawa ametoka sare 2. Unatazama namna ambavyo bora Young Africans umezidi kuongezeka msimu huu. Changamoto ambayo alikutana nao jana Singida ni namna gani ambavyo unaiacha nyuma rest defense yako. Yaani kule nyuma unapaacha vipi wakati unashambulia. Young Africans kuwafanyia pressing, high pressing, maana yake unaenda kujitengenezea mzozo wewe pamoja na wachezaji wa Young Africans. Changamoto ambayo ilikuwepo ni kwamba namna ambavyo backline ya Singida ilivyokuwa imesimama, alafu uharaka ambao wachezaji wa Young Africans wako nao, ikawa ni ngumu sana kwao kuweza kudeal nao. Pale Young Africans Singida Black Stars wanapoteza mpira, Young Africans walikuwa na uharaka zaidi kufanya mashambulizi kuliko Singida katika kuzuia ile eneo ambayo yapo. Tazama magoli yote matatu ambayo yalipotokea, yote ni mipira ambayo inatumwa nyuma ya defenders wa timu pinzani. Kwa maana yake kama unaweza kutuma ile na beki yako akiwa very slow katika kufanya movement, ni lazima uadhibiwe. Kuna makosa ambayo yatokea kiulinzi, ila kwangu naamini ni ubora wa Young Africans ndo chacho hichi ambacho tumeona katika mchezo wa jana. Kabla tuja kwenda kuzichunguza kidogo la takwimu jinsi zilivyo za klabu hizi, tuyarejee magoli na tuanze na goli la pili ya sasa. Haya ndo magoli ambayo kidogo alikuwa amezua mjadala kwenye vijio vya soka na kwenye familia ya soka. Bao la pili na bao la tatu. Tuanze kulitazama kwanza bao la pili. Litawekwa hapa, tutalitazama kinga mkono, lakini pia tutatazama lile na mkono. Litaanzia hapo bao la pili kupatikana, na lilipatikana kwa mkwaju wa penalty. Pasi chache sana, hazikupigwa nyingi sana. Anakwenda kutumbukia Dube, anafanya shambulizi na contact inakuwepo kati ya Dube na mlinzi. Kinga mkono. Wengi wanaamini kwamba haikuwa penalty licha kuwa kulikuwa na contact. Sasa wako sahihi? Hawako sahihi. Kimpira unajua wanasema mpira watu wanataka kuona magoli. Sasa wewe ukitengeneza mazingira ya kufanya goli lisitokee, unaadhibiwa. Ndio kilichotokea. Na ndio maana hata muona mwamuzi akampa na kadi ya njano. Umeona kwamba amezuia nafasi ambayo goli ilikuwa inatakiwa lipatikane. Kwa sababu Chuku ameenda amemsukuma kabisa. Kwanza amemsukuma na amemwekea paja, sio tatizo, lakini ule mkono ulikuwa mgongoni kwa Dube. Umeona ule mkono ule? Mkono sasa ule ndio umemdondosha Dube. Sasa na wewe kama beki ushaona tumeingia kwenye box, unafanyaje vile? Ndio inawezekana ukafanya vile kwa sababu ya timu, labda mpigaji akaja akakosa, inakuwa ni faida kwa timu, kwa sababu hiyo inakuwa umeweka 50 kwa 50 kwamba hapa tunafanya hili, ikitokea hivi itakuwa kwetu faida, kwamba akikosa ni faida kwetu, lakini hatujakubali kuachia kile, kwa sababu ile nafasi ulikuwa unaona kabisa Dube alikuwa na nafasi kubwa ya kufunga. Mtu ambaye angeweza kuja kumpoteza Dube kwenye nafasi alikuwa ni kipa Mnata. Kama angeweza kutoka, angeweza kucheza kwa haraka na kumtazama ule mpira na kuingilia, angeweza kumzuia Dube asifike gorini na ingekuwa jambo zuri. Kwa hiyo unaona kabisa kulikuwa na nafasi kubwa ya kipa, kama angekuwa anacheza na mchezo asingeamua kurudi nyuma. Unajua wakati mpira unapigwa kipa aliamua kuanza kurudi nyuma. Ndio ikamchanganya zaidi, beki akaamua kwenda kumsukuma na ni Dube kwenye penalty box. Kwa hiyo nadhani hiyo ni kosa, ni penalty halali, anaibisha anaamua tu kubisha, lakini hiyo ni penalty halali, huwezi kuikataa kokote duniani. Hata wangekuwa wanatumia vikula ingekuwa ni penalty tu.
sababu mtu amesukumwa mgongoni. Pengine ulikuwa ni mtazamo wa yale mambo bana, ilikuwa penalty nyepesi. Hakuna penalty nyepesi, kosa ni kosa na box, mkono uliwekwa. Tulitazame bao la pili, jinsi ambao bao la tatu sasa ambalo na lenyewe lilikuwa na okay. Kuna kitu nataka nikuongezea. Ile ni Dogso denying an obvious scoring goal opportunity. Ashazungumzia kuweka tu mkono, ile shughuli imeisha. Yaani achana na hiyo. Kwangu mimi mwamuzi atakiwa tuwe kadi nyekundu. Kwa nini? Yule mtu anatazamiana na goli. Kuna kitu kinaitwa Dogso denying an obvious scoring goal opportunity. Okay. Yaani kuzuia nafasi ya wazi ya kufunga. Yaani ukishazuia nafasi ya wazi ya kufunga katika mchezo wa mpira wa miguu ni direct red card. Kwa sababu gani? Yule alikuwa anaitazamia goli. Hakuna pingamizi wote. Sio achana kuwa na beki wa mwisho, achana kuwa chochote. Yaani wewe umemzuia mchezaji ambaye alikuwa tayari analitazama goli lako kufunga. Apart from penalty, alifanya maamuzi sahihi ya kutoa penalty, ila mi kadi hapo nagombana naye. It was supposed to be a red card. Inawezekana ni udhaifu ambao unaendelea kuonekana kwa yale makosa ya kibinadamu ambayo mwamuzi kama binadamu anaweza kuamua kitu akawa amefanya makosa, lakini bao la tatu litokea hapa na ndicho ambacho nilikuwa sasa tutakuja kukitazama hapa. Nalo ni bao jingine ambalo lilizua mjadala kwenda kuanzishwa namna hiyo hapo, na inatumbukizwa ile pasi. Dube anafanya jaribio ambalo Metacha anacheza mpira ule, Mudathiri katika eneo lile anakutana na ule mpira. Ilikuwaje? Ni offside ama si offside kwa mazingira yale lile? Kwangu ni offside. Wanasema kwamba kuwa katika eneo la kuotea sio kosa, ila kunufaika na mpira katika eneo la kuotea ni kosa. Ni kweli rebound haina offside, ila kabla ya mpira haujapigwa ulikuwa katika eneo gani? Na wakati Dube anaenda kuupiga ule mpira tayari Mudathiri alikuwa tayari katika offside position. Kwa hiyo ameenda kunufaika na mpira tayari ambao yuko katika offside position. Ingekuwa yuko katika rebound, mpira ambao goalkeeper ameucheza na wakati unapigwa mwanzoni haukuwa katika offside position, ile ilikuwa goli sahihi. Tazama pale, alikuwa tayari katika offside position, mstari mmoja na mchezaji yule wa mbele. Kwa kwangu ilikuwa ni offside kwa sababu alikuwa mstari mmoja na Max Zingeli, ila changamoto zipo. Siku zote tunasema kwamba inawezekana ni mwamuzi aligafilika au chochote, ila kuwa katika eneo la kuotea sio kosa. Kosa ni kunufaika na mpira ukiwa katika eneo la kuotea. Haya bwana, hayo ni ya Yanga na ligi kuu NBC wakivuna alama tatu pale Singida mbele ya Singida Black Stars. Lakini mchezo mwingine wa ligi kuu NBC uliwakutanisha matajiri wa Azam FC ambao walikuwa ugenini katika dimba la Sokoine jijini Mbeya kumenyana na Wajelajela Tanzania Prisons, na dakika 90 zikatamanika kwa kushuhudia suluhu ya bila kufungana. Baada ya matokeo hayo wakigawana alama moja, Azam inapanda kutoka nafasi ya 5 hadi ya 3 kwenye msimamo wa ligi kuu, wakati Tanzania Prisons wanasalia pale pale nafasi ya 15 kwenye msimamo wa ligi. Kabla tujaenda kutazama mchezo huu ambao ulikuwa unauona hapa kwenye picha, kwa faida ya mtazamaji tutarejea takwimu za Yanga na Singida Black Stars baada ya mchezo wa jana. Hizi ndio takwimu za Yanga wakiwa wameshacheza mechi 12, wameshinda mechi 10, wametoa sare 2, hawajapoteza mchezo wote, lakini wamefunga mabao 30 na kuruhusu mabao 2. Nafasi moja, maana nafasi ya kwanza na alama 32. Na kwa upande wao Singida Black Stars wakiwa wamecheza mechi sawa na Young Africans mechi 12, wameshinda mechi 5, wametoa sare 4, lakini wamepoteza 3 wakiruhusu mabao 11 sawa na idadi ambayo wamefunga pia. Wako nafasi ya 9, alama 19. Hiyo ni takwimu na ndo mustakabali wa Simba na Yanga kwenye takwimu za namba. Basi moja kwa moja sasa turejee katika dakika 90 zile ambazo zilichezwa pale katika uwanja wa CCM kumbukumbu ya Sokoine jijini Mbeya. Azam wakiwa wageni, lakini Tanzania Prisons wakiwa wenyeji katika mchezo huo. Ni Lilian, matokeo ya mchezo huu itoshe kusema pengine wapinzani wamemfahamu vizuri Florai Benge tayari, ama wanakuwa wamejiandaa vizuri tu kukabiliana na Azam? Hakujawahi kutokea mechi ya Tanzania Prison na Azam katika uwanja wa Sokoine ukawa ni mchezo mwepesi. Cha kwanza Tanzania Prison
chini ya kocha Nsajigwa. Moja ya kitu ambacho Nsajigwa ako nacho, timu nyingi anazofundisha, anapenda mpira ambao uko very tough, matumizi bora ya nguvu na kukaa katika eneo ambalo limekuwa msaidizi mkubwa sana kwake. Tazama, mara nyingi uko unaona Tanzania Prison wakicheza nyuma zaidi, wakicheza low block kwa asilimia kubwa sana, kwamba walifahamu ubora wa Azam FC, wanafahamu quality ya Azam ambao wako nayo. Cha kwanza ambacho walikifanya vyema kabisa ilikuwa ni zone marking, kukaba katika maeneo. Cha pili, man to man marking, pale ambapo mtu anapokuwa na mpira. Ulikuwa unaona kabisa kwamba hawampi ile comfortability ya kuwa na mpira katika maeneo mengi sana ya kiwanja, na hiyo ikawa ni faida. Azam walikuwa wanaenjoy sana mpira ukiwa katika half yao na at least nusu ya eneo la kuchezea la Tanzania Prison. Changamoto nyingine ambayo nimeitazama jana, inawezekana pia aina ya pitch ambavyo ilivyokuwa. Uwanja ni kama vile ulikuwa na maji ya kutosha. Kuna wakati ambapo mpira ulikuwa unashindwa kwenda kulingana na rhythm ambayo kocha alikuwa anaitaka. Kinga Mkono, ni kweli mechi kati ya Azam na Tanzania Prisons haijawa kwenye nyepesi. Lakini ni ukweli kwamba inapoingia uwanjani Azam na Tanzania Prisons wanakuwa wapili. Wanafungwa. Hakuna namna ambayo utaweka kwamba wako juu ya Azam. Kuwazuia Azam wasipate bao katika picha ambayo ameionyesha Florai Benge na Azamu yake ya msimu huu. Walifanikiwa vipi Tanzania Prisons? Katika eneo gani kwenye uwanja? Kwanza kwa sababu alichofanikiwa kikubwa Nsajigwa ni kujua ubora wa wapinzani wake, kwamba alijua Azam ni bora na akaamua yeye kuwa timu ya pili uwanjani na akawafanya Azam waje kucheza mpira na utaka yeye. Umeona kwa sababu aliweza kuwafanya Azam wasiwe na madhara sana wanapokuwa na mpira, japokuwa walikuwa wamemshambulia mara nyingi sana, na kipa wao Mbisi alifanya kazi kubwa sana kwa mipira mingi sana. Umeona na hata safu yake ya ulinzi uliona ilikuwa inafanya jitihada kubwa sana, viungo walikuwa wanafanya kazi kubwa sana kuwazuia Azam, lakini waliwafanya Azam wasiwe na madhara kwenye kuwashambulia. Kwa hiyo hilo jambo kubwa ambalo walikuwa wamefanikiwa, kwa sababu kwanza aliamua kuingia mchezo huu akiwa na mshambuliaji mmoja Mpole peke yake, alimweka pale mbele. Umeona na nyuma akawa na watu watano, katikati akawa na watu watatu. Kwa hiyo unaona kabisa ni timu ambayo muda mwingi ilikuwa inajilinda na kujihakikisha kwamba hawa wasiwashambulie. Kingine, kwa sababu hii ni mechi ya kwanza, mimi naangalia ile saikolojia ya kiuchezaji. Kocha mpya, mechi ya kwanza tunaenda kucheza, kila mchezaji anataka kumuonyesha kocha kwamba mimi nastahili kuwa kwenye hii timu, nastahili kuwepo kwenye hii timu, kwanza kwenye hii timu. Kwa hiyo kila aliyepewa nafasi kwanza ana ile hali ya kutaka kumuonyesha kocha kwamba mimi naweza kucheza kwenye hii timu na ni mchezaji muhimu. Kwa hiyo kwanza wote wamekuja uwanjani, Nsajigwa mwenyewe kama kocha anataka matokeo, kwamba jamani tumefungwa mechi nyingi, hii ndio tunaenda kuanza. Kwa hiyo wakaja pale wameng'ata meno kwamba bwana hapa iwe isiwe, hawa wasitufunge. Umeona? Wakakutana na Azam ambayo sasa Ibenge sikujua alifikiria nini kumweka Nado nje, kwa sababu katika mechi zilizopita hapa unamwona Nado ni mchezaji ambaye alikuwa na mchango mkubwa sana kwenye timu. Ukiacha Faisal, Nado alikuwa ana ule uwepo wake, uwezo wake wa control mpira, kumiliki mpira, kucheza pasi na kutengeneza mashambulizi, ulikuwa unawafanya Azam wanakuwa na nafasi kubwa. Alafu kingine akaamua kumweka Jaki Ngita, alimweka nje, akamuingiza baadaye. Alianza na Kitambala Bora naona kidogo ile kasi yake ya ufungaji imeshuka, na hata ule uwezo wake na wenyewe naona bado ni mtihani kwake. Kwa hiyo akawapa Prison nafasi ya kujitawala, kwa sababu mtu kama Kitambala Bora anataka kutumia nguvu, na wao Mbeya City ndio kitu walichokuwa nakitaka, na kweli wakakipata. Kwa hiyo wakaweza kumzuia kirahisi. Umeona, hawakumpa nafasi ya kupiga mipira ya vichwa, japokuwa wao walipata kona nyingi sana katika hii mechi. Unaona, lakini zile kona hazikuwa na madhara zile ya Tanzania Prison. Kwa hiyo Nsajigwa hapo ndo alipofanikiwa kwamba kuwafanya hao wasiwe na madhara kwake. Niliona shuti moja alipiga yule mzee wa Azam, yule kiungo kutoka alimchukua kutoka mzee. Kwa nini mzee? Mzee kijana anaitwa Hussein Mzee. Hussein Mzee, yes. Alipiga shuti moja nzuri sana, lakini kipa Mbisi alipangua. Kwa hiyo ni mechi ambayo ilikuwa nzuri, na wao waliona sasa kipindi cha pili mwishoni Mbeya City ndani Prison waliamua kubadilika na kuanza kufanya mashambulizi. Umeona? Walianza kufanya mashambulizi na dakika 90 tunashukuru Manula kwa ubora wake alisaidia Azam. Kwa sababu ilipigwa shuti ambayo walifanya shambulio la kushtukiza. Azam walikuwa wamejisahau, wameenda mbele wamejisahau, wakapigwa shambulio tukio zito, lakini bahati nzuri Manula akasave kwenye dakika 90 kabisa, kwa hiyo akaisaidia Azam, mechi ikaisha sasa, lakini walikuwa wanaondoka.
Tutalitazama hilo, moja kati ya big chances ambazo timu zote mbili zilipata. Tutatazama Azam, tutatazama Tanzania Prisons. Lakini nirudi kwako Lilian. Ngita anatokea bench akiwa ametoka kwenye mwendelezo mzuri tu na nchi yote ikakubali kwamba kumbe yaliomo yamo. Toka kupiga Mtibwa na alifunga moja kati ya bao zuri sana. Lakini kabla tujaenda kutazama hicho nilichokuwa nataka kuuliza Lilian. Kwanza hii ni nafasi kubwa sana ambayo walitengeneza Azam. Lakini katika mazingira hayo goalkeeper akawa Shujaa, bado anaendelea kutafutana. Hiyo ndio nafasi kubwa zaidi walioitengeneza Azam. Prison na sasa hawa ni Prison wanatengeneza hii nafasi baada ya kuwa wamekoswa chini huku, lakini mpira ukampita mlinzi, ikawa nafasi nyingine tena mara mbili zote wakakosa. Yule ni Ashraf Kibeku. Kibeku, yes. Cha kwanza tazama transition. Siku zote tunazungumzia namna ambavyo timu ukijua kabisa mimi ni second team kiwanjani uwe na runners wa kutosha. Na moja ya kitu ambacho Tanzania Prison alikiweza katika mechi hii iliweza kutengeneza move hatari. Ila sio ya kwanza au ya pili. Walikuwa na runners wengi sana katika eneo lao la pembeni. Sasa kwangu mimi moja ya sehemu ambayo naona kabisa kocha Ibenge alitakiwa kumuingiza sprinter mapema. Yaani beki ambaye anaweza kukimbia kwenda na kurudi. Na katika upande wa pembeni kwa Azam FC sidhani kama ana sprinter kumzidi Pascal Msindo. Kwa hiyo walihitaji mtu ambaye anaweza akakimbia katika eneo la pembeni. Kwa sababu gani? Eneo la katikati jinsi lilivyokuwa limekaa, mpira ulikuwa ni ngumu sana kupita katika eneo la katikati. Yaani kwa sababu gani? Mpira ulikuwa na asili kama vile unadunda. Kwa hiyo walihitaji watu ambao wanatokea pembeni. Move ambao alifanya Tanzania Prison ilikuwa move hatari sana. Ila sehemu ambayo goli lilifia kama mtoza anaweza akaturudishia ni pale ambapo mpira uliingia katikati na beki akaamua kuchezesha mpira hapo hapo. Aishi Manula akamove kiasi na kuweza kuona mpira mzuri sana kwake. Kwa kwangu ni heko nyingi sana kwa Aishi Manula kwa kazi ambayo alifanya. Jana ilikuwa ni siku ya magolkeeper. Tazama hata hii foul ambayo ilipigwa na Ashraf Kibeku ambapo kuna mtu anakwenda kumalizia header. Angalia ile move. Move ilikuwa nzuri sana. Kuna mtu kaacho. Sasa huyu alikimbia huyu ndo alikosea. Badala ya kwenda kujitafutia nafasi, akaenda kudili na beki. Ukishadili na beki wakati wewe ndio uko katika sehemu yenye advantage play, lazima utakosa hiyo nafasi. Na anaanza kulalamika. Anamwambia kwamba usingepiga shoot kwenye hiyo move. Dhidi ya goalkeeper wa kiwango cha Aishi Salum Manula. Mpigaji wa mpira wa mwisho alifanya uamuzi sahihi au alikuwa na nafasi ya kufanya tulivu? Kimchezaji kwa sababu tumetoka kukimbia. Wakati mwingine akili inakwambia kwamba hapa mimi mpira wa kwanza ni kupiga. Ni wazo zuri kabisa. Sema sasa pale ndo tunasifu uwezo wa goalkeeper kwa sababu Manula alivyoona ile move inakuja akaanza kutembea na rudi nyuma. Anapiga hesabu zake za kurudi nyuma. Akapiga hesabu alivyoona sasa mpira umepita katikati ya mabeki. Umeenda huko mwisho, akasimama. Umeona? Alivyosimama ndo alivyompoteza mpigaji. Sababu alivyomwona amesimama huyu akasema kwa sababu asimama mimi nipige. Lakini kumbe wana uwezo angeweza kuutuliza. Sawa, alafu akapress ambayo ndio kitu wenzake walikuwa wanamwambia kwa nini usingemchambua kuliko yeye kupiga kwa sababu ile hali unaona move inaenda umeona Aishi anaanza utamwona anaanza umeona karudi papa umeona afa akasimama umeona pale alisimama kwa hiyo akawa tayari ameshambana huyu kwenye goli akawa amelificha ile goli. Aishi alivyosimama ameficha goli kwa sababu alikuwa amekuja upande kwa hiyo amemfanya mchezaji asilione ile goli katika ule wazi ambao alitaka kuona. Kwa hiyo ilitaka mchezaji mwenye utulivu sana na uwezo mkubwa wa akili ya kiuchezaji ile kwamba sasa hapa nitulie niende nikafunge. Lakini sasa ni uamuzi sahihi kwa sababu ungepiga labda ungempita Manula ingekuwa goli. Kwa hiyo ni move nzuri, mpigaji akafanya sahihi na kipa akafanya sahihi zaidi. Nakuelewa uliposema akasimama maana kama ungemkuta ule mpira bado anafanya movement ya kurudi. Kuna uwezekano asingepishana nao yani ungeenda alipotoka na pengine ndio zilikuwa hesabu za mpigaji. Mkono turejee ile goli. Mimi kwangu bado naamini alikuwa anaweza. Yaani ukilia shambulizi alichokifanya yeye mwenyewe ni kujitesa. Ule mpira ulikuwa unapigwa chini. Yaani goalkeeper amesimama anaenda kumpelekea katika eneo la juu kabisa. Kwa sababu ile alikuwa na press. Uamuzi wa press ndio sahihi. Lakini sasa mimi kwa sababu akili yangu nimetoka kukimbia hii inaniambia hapa nikipiga na nguvu zangu nikipiga inajaa. Umeona? Kwa hiyo hii amepiga sahihi kwa sababu goalkeeper amesimama unapiga sahihi. Hakuwa na muda pengine wa kumuona goalkeeper akiwa amesimama. Sasa pale unajua nini? Ndio ile unasema ubora wa Aishi. Kwa sababu kipa mwingine yoyote ambaye kipa wa kawaida angewaza kwenda kurudi kwenye mstari wa goli. Aishi akasema hapana mimi nabaki hapa kwenye 8. Umeona?
akabaki kwenye ule mstari wa katikati wa goli, akutaka kurudi tena mwisho kwenye goli, kwa sababu kipa mwingine kwa kutaribia angetaka kurudi mwanzo kwenye goli. Muona Aisha alipokuja papa akasimama. Hapana. Yaani unajua kavuta kabisa. Angalia kati anataka kupiga ule mpira. Yaani kauangalia kajivuta taratibu afu ndo kaenda kupiga shoot. Na alishamuona goalkeeper. Afu ameenda kupiga upande ule ule ambao kwa Aisha. Yaani mipira ya juu yote. Sasa kwa nini hata baada ya pale mtazame reaction ya mwenzake mchezaji yule katikati. Hata Shedrack alimwambia. Achana Shedrack. Kuna Aisha kuchezaga nini? Tanzania Prison sasa hivi yuko katika benchi ya ufundi. Huyu hapo kocha wao Nani huyo? Angalia chokifanya. Shakile. Yaani ilikuwa ni kupress kwa sababu goalkeeper amesimama. Yaani goalkeeper akishasimama sasa ile sasa kama mpigaji mzuri. Nikwambia kama mpigaji mzuri asingepiga kule alipompigia, angempigia hapa hapa alipokuwa amebana. Sasa ile engo kuiona, unajua wakati mwingine kuamua, kwa sababu Aisha alidibana lile goli akawa amekaa nalo, amembania engo hii asione kwamba usione na kulazimisha mimi usipige hapa, piga hapa, umeona? Na ndicho alichofanikiwa, kwa sababu sasa hiyo sasa wewe sasa kuende na akili tofauti ya kipa, kwamba huyu kipa aliposimama hapa ananilazimisha mimi nisipige hapa, kwa sababu angempigia hapa Aisha asingeweza hata angempigia juu hapa asingeweza kuinuka kuruka kucheza hapa. Kwa hiyo ndio maana sio mzembe, ni kipa bora. Yani kipa mzuri, kwa sababu mpigaji kapiga sehemu sahihi vile vile. Lile nilikuwa nataka awali nikatisha swali langu kwa sababu kila kitu tunachokijadili hapa ni kizuri na muhimu. Ngita kutokea benchi, kukosekana kwa Faisal Salum Abdallah, lakini pia kukosekana kwa Suleiman Nado kwenye mpango kazi wa kwanza, kunawezekana kuliwapa faida Tanzania Prisons, pengine ingebadilika historia jana ya kuwa timu ngumu Prisons mbele ya Azam. Walimisi mchezaji wao muhimu sana. Ukimzungumzia Suleiman Nado ni mmoja wa wachezaji ambao amekuwa muhimili mkubwa sana katika eneo la kiungo la Azam FC, sasa katika eneo la attacking midfielders, yani wale tunasema catalyst au watengeneza nafasi katika eneo la kiwanja. Ila bado kwa staili ambavyo pitch ilivyokuwa, mi bado eneo la katikati ilikuwa ni ngumu sana katika utengenezaji wa nafasi, kwa sababu mpira ulikuwa hauendi katika direction mtu anaotaka. Unajua mpira kama ulikuwa unadalili fani vikao viona. Sasa hizi unajua kwa Mbeya ni msimu wa mvua. Hatuwezi kukimbia hiyo. Hiyo ni halisia. Sasa mvua ilianza kunyesha kipindi cha pili. Kipindi cha pili ndio mvua imenyesha sana kubwa. Ila ukiangalia uwanja bado inaonyesha kama jana yake mvua imenyesha. Kwa hiyo sababu ni msimu wa mvua Mbeya sasa hizi. Kwa style of the pitch ni kweli angezekana angeongeza kitu. Ila kwa style ya ule uwanja bado ilikuwa ni mechi ngumu sana. Ndio maana hata ukimsikiliza coach Ibenge baada ya mechi amesisitiza kabisa eneo la kuchezea lilikuwa gumu. Mimi bado nasisitiza hii mechi ilihitaji sprinters wakina Idinado, yani watu ambao wanaweza kukimbia sana kujaribu katika upande wa crosses. Kwa sababu gani? Wanachezaji wengi sana wajuu ambao ni warefu. Kwangu bado sielewi changamoto ya Kitambala ni nini. Amekuwa ni mtu ambaye analalamika sana kwa kufanya vitu vya muhimu sana kiwanjani. Akiguswa kwanza tunasemaga dili kwanza na mpira kwa kumlalamikia mwamuzi, kwa sababu unavolalamika inakupa nafasi wenzio kuweza kudili na ule mpira. Kwa kwangu the pitch, na pia lazima tumsifie Msajigwa. Kuna kazi kubwa sana ambayo ameifanya katika hii mechi. Unajua kucheza katika low block maana yake unaruhusu mashambulizi zaidi, ila aliweza kustahimili katika hybrid pressing. Yani alifanya mixture ya zone marking na pamoja na man to man. Mara nyingi ukiangalia Azam wakiwa na mpira, walikuwa na mchezaji Azam akiwa na mpira alikuwa anakuwa marked na either mchezaji mmoja au wawili wa Tanzania Prison, kwamba hampi nafasi wewe kuwa na mpira, ila hatukupi uhuru wa kupeleka mpira katika eneo ambalo unataka. Muangalie Zidane, alikuwa anaanza sana kimbia katika eneo la pembeni zaidi kujaribu. Ukikimbia eneo la pembeni maana yake umeshatoka katika eneo la hatari katika kwenye eneo la mpinzani wako. Okay, maana yake walikuwa bora Tanzania Prisons. Katika mchezo walikuwa bora sana. Walifanikiwa na ni mechi ya kwanza kwa Msajigwa kuiongoza Tanzania Prisons kwenye ligi na anakutana na Azam. Msajigwa kwanza hivi KMC Baresu kati ameingia na walianza hivi vizuri. Umeona nani Mashujaa tumeona na Jamhuri Kiwelu na wenyewe wameanza vizuri ukiwa na Jamhuri baada ya mechi nyingi kupoteza wakaja wakashinda. Kwa hiyo wakati mwingine tunataka tuone muendelezo. Unajua wakati mwingine hii ndio tunasema kocha mpya akija watu wanataka kujituma. Yani watu wote wanakoma bwana tuonyeshe kitu. Sawa? Lakini sasa baada ya mechi mbili ndio sasa inatuambia hii ndio Msajigwa Prison tunaitaka au tuisubiri nyingine. Unaona? Kwa hiyo hapa ndo hata Meki alivyoenda Mbeya City na yeye alianza vizuri hivi. Umeona timu ilikuwa imepoteza ikaanza kupata sare,
ikaja ikashinda mechi moja, alafu baadaye sasa imerudi kwenye mstari wake kwamba sisi ndo hiki ndo kiwango chetu ya msimu huu. Kwa hiyo nadhani Nsajigwa naye ana kazi ya kuwaondoa hapo Prison, kwa sababu la sivyo Mbeya City, Prison, KMC, Fountain Gate hali zao ni mbaya msimu huu, wasipobadilika kwenye hatari ya kupoteza nafasi ya kushiriki ligi kuu NBC. Na hizi ni takwimu kwa mechi kwa timu zote mbili, Tanzania Prisons waliokuwa wenyeji katika mchezo huo na Azam FC wageni kwenye ule msimamo wa ligi kuu NBC, ambapo mechi 12 Azam wamecheza, wameshinda mechi 6, wametoa sare 6, hawajapoteza mchezo wote, wamefunga mabao 18 wakiruhusu 4, wako nafasi ya 3 kwenye msimamo wa ligi na wakiwa wamekusanya alama 24. Kwa upande wa Tanzania Prisons, wao wamecheza mechi 15, wameshinda mechi 3 pekee, wametoa sare 4, wamepoteza 8, magoli ya kufunga ni 8, lakini wameruhusu mabao 16. Yani wana hasi 8 hawa, wana deni la mabao 8, lakini wako nafasi ya 15, moja kati ya nafasi ngumu kwelikweli, ya pili kutoka chini hiyo, na wana alama 13. Yani kama kuna kitu ambacho Ibenge atakuja kujilaumu baadaye ni hizi sare. Umetoa sare nyingi sana, sare 6 kwenye mechi 12, yani nusu ya mechi zote umetoa sare. Hawajafungwa lakini wana sare 6. Hapo kidondosha pointi moja ndio hali yako inakuwa mbaya. Sasa hiyo ni kitu kibaya sana kwenye timu ya kubwa ya kiwango cha Azam kupata hizi sare 6 kwenye msimu. Kwa hiyo nadhani wana wajibu mkubwa wa kupambana kuhakikisha kwamba hii hali inaondoka. Hizi sare hivi vitambaa wanavyovishona hivi vitakuwa vitawapa tabu mwishoni. Kama kweli wanataka kuingia kuania ubingwa, upaswi kuwa na sare nyingi za namna, sare 6 kwenye msimu kwenye msimu mmoja na kuweka wewe katika mazingira magumu. Na japokuwa mwenyewe amekiri, kocha jana nilikuwa namsikia anazungumza kwamba bwana, kutokana na hali ilivyo tunaona tuna changamoto ya kutumia nafasi. Kwa hiyo nadhani bado Ibenge safu yake ya ushambuliaji haijampa kile ambacho anakitarajia. Wale washambuliaji wake wawili wakuu hawajatengeneza na kufanya vile wanachotakiwa. Kwa hiyo nadhani hii ni kazi yake ya kwenda kuifanyia kazi zaidi, kwamba magoli yapatikane. Timu inazuia kwa sababu imeruhusu magoli 4 tu mpaka sasa hivi. Unaona, katika hizo mechi zote wameruhusu magoli 4, ni miongoni mwa timu ambazo zimeruhusu magoli machache. Kwa hiyo kama timu inaweza kuzuia vizuri, wale watu wa mbele wanapaswa kufunga magoli. Umeona? Sasa watu wa mbele hawafungi magoli. Kwa hiyo huo ni mtihani ambao wanao. Vijana wanacheza lakini bado hawajaweza kufunga magoli. Kwa hiyo lazima hakikishe kwamba wale washambuliaji wanatoa ile wanachotakiwa. Watu wameletwa kwa ajili ya kazi na kazi yao ni kufunga. Kwa hiyo lazima wafunge magoli.